ikapate kuachilia mioyo, ewe mtakatifu wa ajabu. Ile neno lako Baba utakalonena likapate mahali pa kuingia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neno lako likapate dawa katika maisha yetu mfalme. Neno lako likatuinue Mungu wa majeshi. Neno lako likatujenge Bwana katika msingi wako. Tazama Bwana mtumishi wako Baba anapoingia mahali hapa mfalme wa ajabu, amebeba kutoka kwako mtakatifu wa rehema ulioandaa kwa ajili ya kanisa lako mchana wa leo. Nina hakika neno lako linaenda kujenga na kuinua Jehova. Nina hakika neno lako linaenda kutia nguvu mfalme wa amani. Neno lako linaenda kuachilia uponyaji juu ya watu wako. Neno lako linaenda kutenda makuu mahali hapa Jehova, na jina lako Baba likazidi kutukuzwa katika jina la Yesu. Asante Baba yangu na Mungu wangu, asante mwenye uwezo, asante mfalme wa amani, maana ninajua Bwana unakusudi nasi mchana wa leo. Ninajua unakusudi na kila mmoja mchana wa leo. Ninajua unakusudi na moyo wa mmoja mtakatifu. Ninakujua Bwana unakusudi na moyo wa mwingine Jehova Jire. Ninajua Bwana unaenda kulekeza mwingine katika njia. Nina hakika Bwana wewe ndiwe Mungu unayejua siri ya mioyo yetu. Wacha Bwana ukatamalaki juu ya kanisa lako, tamalaki juu ya kila mmoja mfalme wa ajabu. Mioyo Bwana iliyokuwa mahali hapa mtakatifu wakapate kuwa na utulivu Bwana kwa ajili ya kusikiza wewe Jehova, na jina lako Baba likazidi kutukuzwa, maana wewe ni Mungu mkuu na hakuna mwingine aliyo kama wewe. Maana wewe ni mwenye uwezo, hakuna kama wewe Jehova. Maana wewe ndio unatamalaki mahali hapa, hakuna kama wewe mtakatifu. Wacha Bwana ukainue mfalme wa amani. Wacha Bwana ukatukuke mahali hapa katika jina la Yesu. Mtana njema Baba, tunaposikia neno lako mfalme la ajabu, ikatujenge Bwana katika msingi wako, na jina lako Baba likazidi kutukua kupewa sifa. Hakika unastahili mfalme, hakika unastahili mtakatifu. Wacha Bwana ukaonekane, na jina lako likazidi kupewa sifa katika jina la Yesu. Ninaomba hata na kuamini. Haleluya. Haleluya. Asema moja. Kanisa la Mungu jamani, Mungu ni Mungu. Nasema moja. Nini? Tatushangilia Yesu kwa jina la mtumishi wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Ina mikono yako, mshukuru Bwana. Mwambie Bwana tuko hapa tena katika mchana wa leo. Tumwambie Bwana akaweze kujidhihirisha mahali hapa. Tumwambie Bwana akaweze kuonekana mahali hapa. Tumsihi Bwana akaweze kujidhihirisha. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ulidhihirishwa ili kuzivunja kazi za mashetani katika ibada hii. Anga yote mahali hapa, ninanena damu yako ikaweze kunena mema. Acha kila mmoja ambaye amefika mahali hapa, Yesu kaweze kutamalaki. Bwana ukaweze kuinuliwa mahali hapa. Bwana, ninapinga kila mipango yote ya giza, kila maroho yote ya giza, kila kazi zote za maluminati na madevil worshippers ambazo Bwana wenda siko kinyume na ibada hii. Kuanzia dakika hii tunazifunga, tukiziharibu katika jina la Yesu. Acha katika pembe ya nyumba hizi, ninanena ulinzi wako katikati ya Bwana ya ukumbi huu. Ninanena uwezo wako katika jina la Yesu. Jina lako na lihimidiwe, jina lako na lipewe sifa. Wewe unastahili sifa zote na utukufu. Unaenda tamalaki katika ibada hii katika jina la Yesu Kristo uliye Mwokozi mwema. Amen. Pigia Bwana makofi. Pigia Bwana makofi mazuri. Kama umeketi unaweza simama, tumpigie Bwana makofi. Unaweza pigia Bwana makofi. Yeye yuko juu ya yote. Yeye ni Bwana wa mabwana. Hakuna mwingine kama yeye. Haleluya. Najua kwa sababu gani mama ni kama amepata ufunuo kwanza akaanza kuomba. Mahali hapa kuna kitu ambacho hakiendi vizuri, lakini amini Mungu ametenda mema. Sema amen. Hebu mwangalie jirani yako, unamjua yule ambaye yuko hapa? Mwangalie jirani yako, wengine wanashangaa. Hapana, unajua tunapoabudu ukumbuke pia kuna wengine wametumwa kinyume na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ninaiongea kutoka ndani ya moyo wangu ya kwamba shetani alikuwa ameazimia kitu kingine katika ibada hii.
lakini ameshindwa katika jina la Yesu. Sema ameshindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa kuna uzito mahali, lakini umevunjika katika jina la Yesu. Na ninajua kwa sababu gani. Ninajua ni kwa sababu gani. Sema amina. Pata nafasi. Pata nafasi. Shetani hana uwezo katika ibada hii. Hata kama wametumwa, wanachomoka katika jina la Yesu. Hapa tunamwabudu Mungu aliye hai. Sema amina. Haleluya. Basi nashukuru Mungu kwa sababu ya mchana wa leo, kwa nafasi hii ambayo Bwana amenipatia. Shukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wake. Wenda unajiuliza ameenda wapi? Wako pale mishareni. Amen. Wamekimbia mishareni kwa sababu ya ibada na atarudi baadaye. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wetu katika nyumba hii. Amen. Basi leo tunaenda jifunza jambo, na naomba neema hii. Ndio posto nimekwambia ibada ilikuwa shetani yuko mbio sana ili kuhakikisha amezima mahali, lakini ameshindwa katika jina la Yesu. Sema amen. Naongea kuhusu siku za mwisho. Sema amen. Katika ujumbe huu kila mahali nimeongea habari hizi. Nakumbuka nilipokuwa Mikameni niliongea habari hizi. Nikaenda kule Kinango nikahubiri habari hizi. Nikafika kule Kinagoni. Mungu amenipatia msukumo sana ili kuongea kuhusu siku za mwisho. Sema amen. Wapendwa, ni kwamba tunaishi majira ya mwisho kabisa. Tuko nchani kabisa. Yesu anarudi tena. Nasema tuko nchani kabisa. Yesu anarudi tena. Na kama Yesu anarudi tena, inastahili mtu akaweze kuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hivi, uwe na Biblia yako, uwe na daftari yako, na uwe na kalamu kama unaweza kuandika. Alafu tuende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana uenda nikaenda polepole kidogo kukuonyesha yale mambo ambayo yako. Na sahihi ukiwa ni nchani kabisa, Yesu anaweza rudi wakati wowote. Sema amina. Sema amina. Tandika kichwa cha ujumbe. Utamaliza vipi? Utamalizaje mwendo? Utamalizaje mwendo? Na kifungu chetu cha ufunguo Kivas inatokana 2 Timothy mlango ule wa 4 mstari ule wa 7 mpaka wa 8. Alafu tutaenda Mathayo 24 mstari wa 29 mpaka 44. Tuanze na Timotheo. Kama kuna watu wako nje, watu wazima ama vijana ambao wanaweza elewa maneno hayo, na uliza kwa neema ya Mungu ashas wakaweze kuwaleta ndani. Naona vijana wengi sana ambao wanastahili wawe hapa ndani. Wapendwa, nyakati tunaishi ni nyakati za mwisho. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Niko pale, nitasoma. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu wa mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali ni watu wote pia waliompenda kufunuliwa kwake. Twende Mathayo 24. Mstari wa 29. Na mimi uko pale. Lakini mara tu baada ya dhiki ya siku ile, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni, na nguvu za mbingu zitatikisika.
zitatikisika, ndipo itakapoonekana ishara yake ya Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu na mawingu ya mbinguni, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika wake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mnatambua ya kuwa wakati wa mavuno uko karibu. Nanyi kadhalika myaonapo mambo hayo yote, tambueni ya kuwa yuko karibu katika malango. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita wala hayo yote hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mstari wa 36. Lakini kuhusu siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni wala Mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndipo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndipo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuweko shamani, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Na wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa na mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakapokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angelijua ule wakati mwizi atakayokuja, angelikesha wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyotazamia Mwana wa Adamu yuaja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuwe makini. Neno hili ama somo hili linapopita, mara nyingi shetani wengi anawapiga usingizi, maana hataki watu wasikie ya kwamba kuna mwisho wa mambo yote. Lakini mchana wa leo tuko hapa kukumbushana tena ya kwamba Yesu anarudi tena. Bwana wangu anarudi tena. Yeye ambaye tulimwamini anarudi tena. Haya si maneno ya mahubiri, haya si maneno ya mapisho, haya si maneno ya manabii. Hili ni neno la Mungu ambalo analinena ya kwamba anasema hata neno halitaweza kutamka. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake litabaki. Sema amen. Amen. Haleluya. Tukianzia katika Timothi, anasema ya kwamba Paulo anaongea maneno haya, anasema nimevipiga vita vizuri, mwendo nimemaliza, nimelinda kila ambacho kilikuwa ndani yangu. Sema amen. Haleluya. Jambo la muhimu katika mtu ambaye ameokoka ni kujua ya kwamba kuna mahali ambako mwendo utamalizika. Mwendo huu utamalizika, hautakuwa vile tena, ama dunia haitakuwa vile tena. Wapendwa, kuna mwisho. Kama dunia iliumbwa, pia Mungu alisema ya kwamba kutakuwa na mwisho, kutakuwa na mwisho, kutakuwa na mwisho. Yale ambayo tunayaona, kuna siku hatutayaona tena. Haijalishi utakuwa hai ama utakuwa umeenda, lakini dunia hii haitakuwa vile iko. Petro anasema ya kwamba dunia hii itaunguzwa moto, na maandiko yanasema ya kwamba dunia hii kila kitu na mifumo yake itafika mwisho. Wapendwa, kuna mwisho. Sasa swali ni kujiuliza, utamalizaje mwendo?
Sema amina. Utamalizaje mwendo? Mtu anapoanza mwendo ni kwamba anaamini ya kwamba atamaliza. Tunamuona mhubiri wa Injili ambaye ni missionary anasema ya kwamba nimepiga vita vizuri, mwendo nimemaliza. Mambo haya huyaona sana katika hali za matanga. Watu huvaa t-shirt wakaandika nimevipiga vita vizuri, wanaongea kuhusu aliye marehemu, anasema nimepiga vita vizuri ama amepiga vita vizuri. Ngoja ninene haya ya kwamba hawaelewi kile wanaongea, hawaelewi yale ambayo wanayaandika kwa t-shirt. Mtu akizipa hapana, wangeelewa, wangejua ni jitu ambalo lilikuwa limepiga Injili, limepiga dunia mzima Injili. Dunia ilibadilika kwa sababu ya yeye. Poposa anasema nimevipiga vita. Leo watu wanavaa t-shirt, mtu amekuwa mlevi, mtu amekuwa mzinifu, bado wanaandika t-shirt, wanasema wamepiga vita vizuri. Ni nani aliyekwambia alipiga vita vizuri? Paulo, jitu la imani, linasema nimevipiga vita vizuri, imani nimeilinda. Nimekuja niongee na mtu mahali hapa. Angalia mwendo wako, utamalizaje ukiwa hapa duniani? Angalia sana vile ambavyo utamaliza. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Mathayo naye anafafanua kila ambacho kitakuwa siku za mwisho. Anafafanua kila ambacho kitakuwa siku za mwisho. Wapendwa, maneno haya sio lele tu, mwisho umekaribia. Tutaenda ona ni mambo gani ambayo yanatuthibitishia ya kwamba mwisho umekaribia. Sema amina. Haleluya. Kuna jambo lazima mwokovu kaweze kuelewa hili. Kuna matukio ambayo yanasubiriwa wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kwa sababu ya wakati nitakupatia, maana mambo haya yanahitaji semina ndio twende vizuri, kila kitu nikupatie na kifungo, lakini kwa sababu ya wakati. Sema amina. Haleluya. Lakini jambo lile ambalo linasubiriwa kabisa ni kunyakuliwa kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kinasubiriwa wakati wowote kufanyika ni kunyakuliwa kwa kanisa. Na baada ya kunyakuliwa kwa kanisa kutakuwaje? Leo nataka nikwambie maneno haya uyaweke katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa litakaa pale hewani miaka 7. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unaandika, ungekuwa unaandika haya, maana yatakusaidia maisha yako yote kuelewa wakati na majira. Sema amina. Ya kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa, ya kwamba kanisa, yani watakatifu, watakaa hewani miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo, wacha nikupatie maandiko. Hiyo iko katika Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 4:13 mpaka 18. Wacha tufanye hivyo, kila mmoja akaweze kufanya Bible study kile ambacho kinaendelea. Sema amina. Kanisa litakaa hewani miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye hapa duniani kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa duniani ni miaka 7 ya dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wangu, saidia watu waelewe maneno haya. Shetani umongo katika jina la Yesu, ya kwamba hapo ulimwenguni itakuwa ni dhiki ya miaka 7, yaani wakati ule kanisa linapoondoka, ya kwamba hapo ulimwenguni mpinga Kristo ndiye atachukua mamlaka. Sasa yeye ndipo atafanya yote ambayo yaliandikwa katika Ufunuo 13. Sema amen. Mali hapo ulimwengu hakutakuwa vile ambavyo kuko tena. Sema amina. Sema amina. Mpinga Kristo ni nani? Mpinga Kristo ni mwanadamu ambaye amepagawa na Shetani.
na lugha ya Biblia inamwita mnyama kutoka majini, kutoka bahari. Inamaanisha si bahari ile ya maji mengi, lakini ni bahari ya wanadamu. Sema amina. Mnyama kutoka majini, huyu ni mpinga Kristo. Ana majina mengi, anaitwa asi, anaitwa mwovu, yaani ana majina mengi. Sasa yeye mpinga Kristo ndiye ataweza kuchukua hatamu hapa duniani. Sema amen. Anapochukua hatamu hapa ulimwenguni, mpendwa, kama utakuwa haujanyakuliwa, mpendwa, itakuwa ni dhiki kuu. Itakuwa ni dhiki kuu. Huyu mtu ni Lucifer mwenyewe, lakini kwa sababu Mungu peke yake ndo aliingia kwa Mariamu ya kwamba mtu akazaliwa, lakini shetani hawezi ingia kwa mtu akazaliwa. Shetani ndo posa yeye anafanya kupagawa mtu, hana uwezo wa kuingia kwa mtu akazaliwa, lakini atapagawa mtu. Sasa huyu ndio tunamwita mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ulimwenguni yeye atakuwa anafanya mambo machafu, atabadilisha majira yote, ya kwamba hakutakuweko tena na serikali za dunia. Serikali zote zitavunjwa. Sema amina. Yeye ndiye atakuwa mfalme. Kumbuka kanisa limeenda. Sema amen. Haleluya. Lakini hata hivyo, kabla ya kufika mahali pale kwenye, wacha uangalie hili. Mpinga Kristo atakuwa duniani, ndiye atatawala miaka 7. Huyu kule nako kule hewani ni miaka 7. Ni kitu gani kinafanyika pale hewani? Ni kwamba watakatifu wanavalishwa mataji pale hewani. Pia si hilo peke yake, litatimia lile ambalo alinena Yesu, akasema sitakunywa kikombe cha mzabibu huu, lakini nitakunywa na watakatifu. Miaka 3.5 atakuwa ni kuvalishwa taji. Miaka 3.5 itakuwa ni sherehe na mwana kondoo pale hewani. Sema amina. Sema amina. Inapotimia miaka 7 pale hewani, huku nako ni dhiki kuu. Dunia imepigwa. Dunia si hii tena, yaani imepigwa. Wanadamu, kila wanadamu yuko na namba ambayo hiyo mwezi ifuta. Ikiwa katika matukio hiyo, inapotimia miaka 7, maandiko yanasema hivi: sasa Yesu atashuka. Na kwa sababu gani atashuka? Atashuka kwa sababu moja. Hii mpinga Kristo atakuwa amepiga Israeli mpaka itakuwa imefika mahali haina nguvu tena. Hapo ndipo maandiko yanasema atashuka mlima ule, atakanyaga mlima Megido. Hapo ndipo atakata bonde lile la vita. Waisraeli nao watakuwa wameishiwa, watakimbia kule Jordan. Kuna nchi ya Jordan, watakimbia kwa mahali ambako wale wa Edomu walichimba mahandaki. Huko Waisraeli watakimbilia huko, lakini mwana wa Adamu anaposhuka pamoja na watakatifu, yeye ndiye atakomesha vile vita. Maana vita vyote, nchi zote duniani, wanajeshi wote duniani watakuwa wameelekezwa Israeli, kuiondoa Israeli. Lakini Bwana atawasaidia. Bwana akiwasaidia, atawasaidia kwa njia hiyo. Yesu atashuka na watakatifu wake. Hapo ndipo atamshika yule ambaye ni nabii wa uongo, pia atamshika mpinga Kristo. Maandiko yanasema atawaweka katika ziwa la moto. Hao ndio watazinua jehanamu. Sema amina. Sema amina. Anapowarusha pale ndani, maandiko yanasema hivi ya kwamba atamshika Lucifer. Sasa atamshika yule joka wa zamani, atamuweka katika shimo lisilokuwa na mwisho miaka 1000. Sema amina. Huko miaka hiyo 1000 atakuwa anatokomea, hawezi kufika mahali anaenda, anatokomea tu. Lakini akiwa kule miaka hiyo 1000 itakuwa mwana kondoo anatawala katika dunia. Sema amina. Napenda maandiko haya. Sema amina. Yaani Yesu atakuwa anatawala katika dunia. Lakini maandiko yanasema hivi, inapotimia miaka 1000 ya kwamba atatolewa yule ambaye itafunguliwa lile shimo, na
amina. Pigie Bwana makofi ya shukrani. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wanapomaliza mambo haya, hapo ndipo maandiko yanasema, ukisoma Ufunuo 20 na kuendelea utaona ya kwamba hapo ndipo kutawekwa kitu cheupe kwa sababu ya hukumu ya wanadamu wote. Sema amen. Lakini wale wenye dhambi, sema amina. Sema amina. Hapa ndipo waliokufa watafufuka. Wote ambao wamekufa wenye dhambi nao watafufuka. Huku walifufuka wakavaa miili mingine, wako na Yesu. Hawa nao wenye dhambi watafufuka wote wakienda kwa hukumu ya milele. Sema amen. Hapo ndio vitabu vitafunguliwa. Sema amina. Sema amina. Maandiko yanasema hivi, basi baada ya hukumu ile, wale wenye dhambi wote nao wataenda pale katika ziwa la moto. Ikimalizika hiyo, sasa ni mbingu mpya na nchi mpya. Iko katika Ufunuo 21. Sema amina. Yaani ni mbingu mpya na nchi mpya. Hii ya kale yote imeondoka. Baada ya hapo, Yesu atapeana madaraka. Atapeana sahima. Yesu ana madaraka yote. Lakini iko wapi? Iko wapi hapa? Uje nikupatie hii. Iko 1 Corinthians, waraka wa kwanza wa Korintho 15 mstari wa 24 mpaka 28. Nakwambia kwa sababu ya wakati, yote ambayo umeongea unaweza yapata. Sema amina. Sema amina. Hapa ndipo Yesu atamkabidhi Mungu madaraka yote. Napenda hii. Ataenda mpaka kwa Mungu ampatie madaraka yote, ili Mungu awe yote ndani ya yote, ya kwamba yeye ndiye anatawala dunia mzima. Sema amina. Sasa hilo nimekugusia mambo haya. Ni mambo ambayo ni mazito, yanahitaji muda, lakini nimechukua kule na kule. Sema amen. Sasa tuende kwa matukio katika dunia ambayo sasa yako yamefanyika tayari. Haya yanasubiriwa. Sema amina. Sema amina. Haya yote tumeyaongea yanasubiriwa, lakini kuna yale ambayo tayari sahihi yamefanyika. Sema amen. Moja ni kuhusiana na taifa ya Israeli. Tunaongea sahihi, kuna vile Mungu alitabiri ya kwamba kutajengwa hekalu, na hilo hekalu litatumika sana kwa sababu ya mpinga Kristo. Sema amen. Ambalo ni hekalu la ngapi? La 3. Bwana Yesu asifiwe. Hekalu la kwanza lilikuwa la Sulemani. Hekalu la pili likawa la Zerubabeli. Sema amen. Hili ambalo linajengwa sasa, ya kwamba ni hekalu la 3, na sahihi vile tunaongea ni kwamba kila maandalizi yote yako tayari. Hebu muangalie jina yako moja, unalala hapa. Kanisa la Mungu tusaidie Mungu. Jesus. Ya kwamba sahihi vile tunaongea ni kwamba vitu vyote ambavyo vinahitajika kujenga hekalu la 3 tayari viko tayari. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Waisraeli wametengeneza kila kitu. Yaani kila kitu iko tayari. Najua kwa sababu gani hekalu lilijengwa. Hili hekalu ndio mpinga Kristo atasimamisha ile dhabihu, au atasimamisha ile sanamu yake, na hapo ndipo itakuwa ni mwisho. Sema amina. Sema amina. Sasa tayari vitu vyote viko tayari. Upande wa madhabahu, makopo yote ambayo yalikuwa yanatumika wakati wa Musa, wana wanataka kurejesha kama vile Musa alikuwa anatumia. Kwa hivyo makopo yote yako tayari. Kila kitu iko tayari. Cha kushangaza, hata wale ng'ombe ambao watachinjwa ili kuzindua ile hekalu tayari. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama una simu janja, andika hivi, ready haifa. Utakuta iko pale, wamefichwa mahali, ya kwamba hao wanangojea tu hekalu likimalizika. Unajua kwa sababu gani? Tangia hekalu lile la pili livunjwe, hawajawahi kutoa sadaka kama Musa alivyotoa. Sasa wanatazamia lile likijengwa ndio watoe sadaka. Sema amina. Kwa hivyo wale ng'ombe wekundu wako,
ni mwekundu kama vile Mungu alimwambia Musa. Yaani awe mwekundu awe hana doa, na tayari wako Israeli. Sema amen. Waimbaji ambao watakuwa wanaimba kwa hiyo hekalu tayari wanaendelea na zoezi. Yaani tuko mwishoni kabisa. Yesu anarudi wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule kuhani ambaye ataongoza kila kitu tayari. Tena huyu walifanya utafiti. Waisraeli, Mungu amewabariki. Yaani walifanya utafiti mpaka wakapata DNA ya ukoo wa Haruni. Wakapata ile ukoo kabisa ambao walikuwa wanatoa zabibu kutoka kule kwa Musa. Walifanya uchunguzi mpaka wakampata. Sema amen. Kwa kabila la Ilawi, kwa Haruni, hiyo vinasaba vyo wakapata. Wakaona huyu ndiye ana qualify kufanya hiyo mambo ya ibada, na tayari yuko tayari. Sema amen. Sema amina. Wapendwa, Yesu anarudi tena, tunaelekea mahali usichoke. Sema amina. Tukienda matukio ya ulimwengu ya kwamba ukengeufu umejaa dunia hii, unashangaza. Yaani kunashangaza. Mtu anaweza ingia kwa rumu hivi ambao ni hospitali, ni mwanaume, akitoka ni mwanamke. Na hii hii ndio inaitwa ukengeufu. Inaongewa katika Wathesalonike. Sema amen. Wa pili pale unaposoma. Sema amen. Wathesalonike wa pili. Na ukiendelea kusoma hapo, ukengeufu haiji wakati wa mwisho, mpaka ukengeufu. Na ukengeufu umeshikilia dunia. Sasa mtu anaingia ni mwanamke, anatoka mwanaume. Anaingia ni mwanaume, anatoka. Sema amina. Yaani ukengeufu uko katika dunia. Na si hilo peke yake. Mtu anaingia akiwa ana kiungo fulani cha mwili kiko vingine, lakini akitoka yuko na kiungo. Sema amina. Na wamama hapo mtanisaidia, umeelewa? Sema amen. Yaani siku hizi watu wanabadilisha maumbile. Sema amina. Umeelewa ama nifafanue? Yaani anaingia akiwa yuko na sehemu za mwili ziko size fulani, akitoka. Yaani hii dunia mahali ambapo imefika sahihi, huwa inaweza kuwa ni kama hii yangu, ikachokwa ikawa kama ya mzungu. Leo ukengeufu, na watu wengi wanasema ya kwamba yaani ni maendeleo. Ngoja nikwambie, Yesu anarudi wakati wowote. Si tunaelewa hilo? Yesu anarudi wakati wowote. Sema amina. Sasa kuna nchi ambao watu wanaweza tu, tuna siku hati wanatembea uchi. Yaani hii dunia ambayo tumekanyaga, wapendwa, kumekucha. Yesu anarudi. Sema amina. Sasa kuna makanisa mengine huko Ulaya ya kwamba anasimamishwa robot. Robot amewekwa system ambaye ndiye anahubiri kwa shida kama nyinyi mnamsikiza robot. Kumekucha. Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wakati tuingie kwa upande wa kanisa. Kanisa limepoa, haliko vile ambavyo liko. Hili si kanisa lile ambalo liliacha Yesu. Sahihi, watu wamechukua kanisa, kufungua makanisa ni kama tu ni biashara. Mtu anafungua kanisa ili apate gari, ili apate nyumba. Nimekuja nikwambie, hiyo yote ni ukengeufu. Yesu anarudi tena. Sema amina. Ndio posa unaona kuna imani potofu. Watu wa imani potofu, yaani wanataja Yesu hapa kwa mdomo, lakini ndani yao lengo lao ni kwamba wakaweze kujijengea majumba, wakaweze kununua magari makubwa, alafu wachukue pesa nyingi siwe kwa akaunti. Ngoja nikwambie, haya yote ni ukengeufu. Sema amina. Injili ya Yesu haihubiriwi kama vile Bwana takikana. Watu wamechukua injili ya Yesu na kuigushi. Sema amina. Anahubiri zile message peke yake ambazo kusisimua watu. Hapana, si hivyo. Na chanzo cha kila kitu, ngoja niwaambie, chanzo ya kama kanisa ya imani potofu ni hii, na uizingatie kwa makini. Ya kwanza ni hiyo ya kupata mafanikio, ambayo ndio imesababisha sana makanisa ya imani potofu
itatukia tu, itakuwa inaenda vile iko. Sema amina. Unakuta vijana tayari ameweza kuhubiri siku moja tatu, ninaona una kipawa, unaona na kipawa, wanakuja tayari wanaambia kuanzia sasa ninyi ni mapasta. Hiyo ndio inabuni imani potofu. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka ama kuwa pasta, maandiko ukasome vizuri katika Waebrania 5 anasema atakaye kazi hii ni kazi ambayo hakuna mtu anaweza kujitakia, ni kazi ambayo inatoka juu mbinguni. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Yani kuwa pasta, yani iwe imetoka juu. Angalia mapasta wote ambao wameitwa kwa kazi hii, ya kwamba kama umeitwa na Mungu, hata anapopitia shida, hata anapopitia matatizo, hata anapopitia dhiki, anasema ya kwamba Mungu, najua sitakuacha, najua hutaniacha. Leo hawa vijana wanastahili warudi makanisani wa washirika katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Natamani ingekuwa inapeperuka. Leo hii hawa ndio wabunifu wakubwa wa imani potofu. Anapofungua kanisa, yeye anahubiri mijumbe, hajui Biblia, hajui nini. Yani yeye anahubiri akiona watu hawatoi sadaka, hapo ndo anabuni imani potofu. Anasema lete sasa, lete mbuzi sasa. Sasa kwa sababu gani? Ni vijana hawajatayarishwa. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikashangaa, mtu anajiita bishop, anaingia kabisa, anasema kijana njoo, kijana njoo, kijana njoo, nitawafungulia makanisa. Na vijana tu wanafurahi, hajui wanakufa. Ni kufa. Mimi Dickson kama nataka kuwa hivyo, lazima niwe na wito. Hapo inatangulia sikuambiwa na bishop. Hapo inatanguliwa ni kuwa na wito. Ndio unaenda kwa askofu, na unaenda kwa pasta, unasema nasikia kuna waka, nataka nikafanye kazi ya Bwana. Hapo ndipo pasta anakupatia ruhusa. Sema amina. Haleluya. Hii ndio imebuni imani potofu kila mahali. Imani za mafuta, imani za nini, machanuo ya upako, keki za upako, ukiwachunguza ni hao. Na kukemea mapepo na sauti nzito bosi yao. Washindwe katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Hii juzi nilikuwa naongea na baba na tukao tumefika mahali nikamwambia baba, ni kweli, lakini mapasa ambao walianza mwaka wa 2000 ambao yani 2000 kwenda huko nyuma, huyo pasa ukimwangalia kuna kitu. Lakini hawa mapasa wa 2000 mpaka saa hii, si wote lakini wengi, imani potofu. Huo ndio ukweli mchungu. Sema amina. Sema mimi nikihubiri ndio kutakuwa na pesa. Tatizo si pesa, Yesu anarudi. Sema amina. Sema amina. Sasa ili tuelewe vizuri ya kwamba tunaishi majira gani, pia lazima ujue kalenda ya Mungu kwa dunia. Na hii sijawahi kuiongea mahali, lakini leo watu ukaweze kuichukia. Sema kuchukua. Sema amen. Ukaweze kuichukua ya kwamba Mungu aliandaa falme ambazo ni nane katika ulimwengu ili dunia ikaweze kumalizika. Sema amina. Falme ngapi? 8. Sema amina. Na ya kwanza ilikuwa ni Misri. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa kwanza ulikuwa ni Misri. Na kwa nini Misri Mungu aliinua? Ni kwa sababu moja. Ni kwa sababu ufalme huu ulitayarishwa na Mungu ili kulea taifa la Israeli. Tuko sawa hapo? Yaani ufalme wa kwanza ni Misri. Na Misri iliinuliwa na Mungu kwa kusudi ili kulea taifa la Israeli. Kivipi?
Kuna shida nje? Asha Bwana tusaidie tafadhali. Nimemwambia hii kitu bwana inapigwa hii. Bwana sema amina. Haleluya. Haleluya. Misri iliandaliwa ili kulea taifa la Israeli. Kivipi? Yakobo aliposhuka Misri alikuwa ni watu wangapi? 70. Wakalelewa Misri miaka 430. Umepata hiyo? Yaani Misri iliinuliwa na Mungu ili kulea taifa la nani? La Israeli. Na hivyo ndivyo ilikuwa. Sema amen. Ufalme wa pili ilikuwa ni Waashuri. Sema amen. Hawa watu wa Syria, hawa Mungu aliwainua vile wakawa kichwa ngumu, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu wakapigwa makabila 10 ya Israeli, yakatekwa, yakaenda uhamisho kwa sababu ya dhambi. Najua hii ni ngumu. Hii najua watu wengi wenda wakaikosa, lakini wale watapata itawasaidia. Sema amina. Sema amina. Yaani Syria iliandaliwa Ashuru ili kupiga Israeli, na kweli walipigwa Israeli na wakatekwa. Kukaja ufalme mwingine watatu ambao ni Babeli. Babeli nao uliinuliwa ili kupiga Yuda. Kwa sababu gani? Israeli iligawanyika kuwa taifa mbili. Makabila 10 yakaenda kaskazini, makabila 2 yakabaki kusini. Haya kusini yakaitwa Yuda, yale ya kaskazini yakaitwa Israeli. Sema amina. Sasa yale Ashuru wakapiga Israeli, na walipopiga Israeli wakawateka, wakaenda. Ndio tunasema miaka 70. Sema amina. Na Yuda nao wakapigwa na hawa wa Babeli na wakatekwa, na walipotekwa wakaenda uhamishoni miaka 70. Walipiga mara 3. Mara ya kwanza walipiga wakamchukua Danieli na wale vijana wengine wakaenda uhamisho. Akaja tena mara nyingine akapiga Yuda tena, alipopiga akamchukua Ezekiel na watu wengine wakaenda. Akaja awamu ya 3, akaja akapiga hekalu akalimaliza, akachukua dhahabu nyingi ambayo ilikuwa imewekwa na Sulemani. Pia hapo ndipo sanduku la agano lilipotea hadi leo. Sema amina. Sema amina. Ufalme wa 4 ulikuwa ni hawa wa Wajemi. Sema amen. Wajemi Mungu aliwainua hawa watu wa Iraq. Sema amen. Watu wa Iraq, watu wa Iraq ndio Wajemi waliinuliwa ili kurejesha. Walipomaliza miaka 70, hao ndio alimwambia Koreshi, sasa imetimia miaka 70. Sema amen. Sema haleluya. Alimwambia Koreshi, sasa imetosha. Sasa wewe Koreshi, himiza hawa wote waende wakajenge hekalu. Sema amina. Sema amen. Sasa ule ufalme wa 5 ni wa Yunani. Sema amen. Ufalme wa Wayunani Mungu aliwainua, na yote haya falme zote zimeinuliwa na Mungu. Sema amen. Kwa kusudi ufalme wa Wayunani nao uliinuliwa ili kuleta lugha kuu duniani. Sema amen. Hapo tuko sawa? Ufalme wa Yunani, Ugiriki wale, uliinuliwa duniani ili kuleta lugha ya ulimwengu. Sema amen. Leo tunasema lugha ya sasa ya ulimwengu ni Kizungu, lakini kile cha kwanza kilikuwa kinatawala dunia mzima ni Kigiriki. Ndio posa hili Biblia liliandikwa na Waebrania, lakini alafu likatafsiriwa na Wagiriki, likaenda dunia mzima. Ni Wagiriki ndio walifanya kazi. Sema amen. Lugha yao ilienda kila mahali. Sema amen. Sema amen. Huo ni ufalme wa ngapi? Huo ni ufalme wa 5. Ufalme ambao sasa ni wa 6 ni ufalme wa Warumi. Ufalme wa Warumi Mungu aliwainua ni kwa sababu hii moja, kuandaa mazingira ya kuja Yesu. Hao Warumi ndio walianza kutengeneza barabara, wakimtengenezea nani? Masihi. Bwana Yesu asifiwe.
na hao Warumi pia ndio waanzilishi wa sheria. Dunia sasa ikaanza kuchukua sheria, ikawa tu ilikuwa inakaa dunia hivi hivi, lakini Warumi wakasababisha mabarabara, pia wakasababisha nini? Sheria. Ndio mara nyingi Paulo akishikwa hawezi kumuua, wanasema lazima tukate rufaa tuende kwa Kaisaria, na Kaisaria walikuwa ni Wakaliano. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Sasa huo ulikuwa ni ufalme wa ngapi? Huo ulikuwa ni ufalme wa 6. Sasa hao Warumi, ufalme huo ukaisha. Sahihi ambao tuko nao ambao ni wa 7 ni ufalme wa Rumi iliyofufuka. Twende sasa Ufunuo. Tuhame hapo, twende Ufunuo ndio ujue kila wewe uko naongea ya kwamba yako katika maandiko na tuko nchani kabisa. Yesu anarudi sasa. Naomba brother Morris atusomee ili tuende vizuri. Ufunuo 16 mstari wa 8 mpaka 18. Wa 8 mpaka 18. Ndio tuone ni falme ngapi ambazo ziko pale na itakuwa ya baraka. Amen. Amen. Ufunuo wa Yohana mlango wa 16 mstari wa 8. Na huyo wa 4 akakinimina kitasa chake juu ya jua, nalo. Ufunuo 17 mstari wa 8. Amen. 17 mstari wa 8. Yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko, naye yutayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako naye hayuko, naye atakuwako. Mpinga Kristo huyo. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo, na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, na yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenenda kwenye uharibifu. Mstari wa 12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante msomaji. Sasa naomba hapa tuende vizuri, ndio utagundua kile ambacho kilinenwa kimetimia. Sema amina. Mstari wa 9. Hapo ndipo akili zenye hekima, vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo, navyo ni wafalme 7. 5 wamekwisha anguka, na mmoja yupo, na mwingine hajaja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yohana anaandika Ufunuo, walikuwa wanasema kwamba wafalme 5 walikuwa wamekwisha anguka. Umeelewa vizuri hapo? Falme 5 zilikuwa zimefanya nini? Zimeanguka, zile ambazo tumezitaja. Na wakati wa Yohana anaandika, Bwana Yesu asifiwe, ulikuwa ni ufalme wa ngapi? Wa 6 wa Warumi. Umepata hapo? Bwana Yesu asifiwe. 5 wamekwisha anguka, na mmoja yupo ambao sasa hii ilikuwa ni Warumi, na mwingine hajaja, yaani mfalme mwingine hajaja. Huyu sasa ni ile Rumi iliyofufuka. Na wacha nikuweke wazi kabisa, Rumi iliyofufuka ni umoja wa Ulaya.
Sema amina. Sema amina. Hiyo ndo Rumi iliyofufuka. Na Umoja wa Ulaya una mataifa mangapi? 10. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo ukisoma, kadri vile tunasoma, utaelewa ya kwamba ilimpinga Kristo azinduliwe, lazima falme ngapi? 3 zianguke. Hapo niko sawa hapo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani huu falme wa Rumi iliyofufuka, yaani EU, unatawaliwa na mataifa mangapi? 10. Kila mmoja ana nchi yake. Ile ambayo inayo na Danieli ya kwamba yaani sanamu ya udongo na chuma, yaani kila mmoja ana taifa lake, lakini wanashikamana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kwamba itakuja wakati mataifa hayo 3 watajikata, lakini cha ajabu kabisa kujua Yesu amefika karibu, taifa moja ni tayari limejiondoa. Wangapi wanajua hilo? Bwana Yesu asifiwe. Uingereza ilijiondoa. Kwa hiyo mataifa mangapi? 10. So saa hii tunatazamia mataifa mangapi? 2. Yakijiondoa yatabaki mataifa mangapi? 7. Na haya 7 ndio yatamzindua mpinga Kristo kusema yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ya wakati, wacha nikupeleke ya kwamba hawa 7 wakibaki 7, ama hawa mataifa ama hii ufalme wa 7, kazi yake kubwa zaidi ni kumtayarisha mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Yaani kazi kubwa ya hii Rumi iliyofufuka, hawa watu kazi kubwa ni kumwandaa nani? Mpinga Kristo. Sasa hivi ambavyo naongea, wako walifanya bidii sana, walijua dunia ili wakaweze kuichukua lazima kuwe na dini moja, na tayari sahihi kuna dini moja ulimwenguni. Watu wote wanashawishiwa kuingia kwa dini hiyo. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Dini hii inaitwa Kristo, na tayari ilizinduliwa makao makuu ya kukula Abu Dhabi, falme za Waarabu. Walikuja pamoja Wayahudi, wakaja wa hawa Waislamu na wakaja wa Kristo, lakini hawa, Bwana Yesu asifiwe, wakaja pamoja wakasema hakuna haja ya kugombana. Na sahihi kusema kweli, Waislamu hawagombani na Wakristo. Imetimia, Yesu anarudi wakati wowote. Na hii ndio iliongewa na Ufunuo 17. Unaposoma anasema kahaba. Kahaba si kahaba hawa. Kahaba ni kwamba ni ile dini itachukua watu wote, ndio inasema ukahaba. Sema amina. Sema amina. Sasa tayari sahihi wamezindua hiyo kanisa, ambalo hilo kanisa halina mfano wa kanisa, halina mfano wa msikiti, halina mfano wa sinagogi na Israeli, ya kwamba limetengenezwa kwa mfano wake. Na lengo kubwa ni kwamba dunia mzima wanapomzindua mpinga Kristo, sasa dunia mzima, kanisa likiwa hewani, yani ni lazima uingie katika ile kanisa. Kama utaki mkono unaenda, kama utaki kichwa inaenda. Hapo ndipo Wakristo wengi wale ambao watakuwa wako vuguvugu, wakigundua wenzao wameenda hewani, watasema mimi sifi kwa sababu ama mimi siwezi pata hii chapa. Hapo ndio wanakatwa kichwa ama wadumwe fumo, wadumwe ya magike. Hapo wakifa, hapo ndio wanaenda tena. Sema amen. Lakini yule atasema wewe nipige chapa tu, basi wewe ni wa shetani milele na milele. Sema amina. Sasa huu falme tayari wamezindua hiyo kanisa inaitwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hao tayari wako mbio sahihi kutengeneza dunia iwe na sarafu moja. Ni wao wanamtengenezea nani? Mpinga Kristo. Akizinduliwa hivi, kanisa likienda linaingia lile michitu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia si hiyo peke yake, hawa wako mbio pia kuhakikisha kabisa dunia inapata namba ya 666 ambayo inapatikana Ufunuo 13 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. 666 hiyo wanaiandaa. Alafu pia kila ambacho wanakiandaa ni hiki, itakuwa hakuna kuuza bila, yani utakuwa huwezi uza chochote, hauwezi
Ufalme wa nane sasa ni yeye mwenyewe. Kanisa linapochukuliwa, yeye atasimama. Utasoma, utaandika Ufunuo 6 pale kuhusu mihuri. Utaona neno mihuri, yeye pale muhuri wa kwanza utaona pale. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mtu amepanda farasi nyeupe lakini ameshikilia uta. Huyo ndio mpinga Kristo. Yaani kanisa linaponyakuliwa, na hii itakuwa ni kali zaidi. Hakuna mtu atasikia kitu. Hakutakuwa ni kama hivi kulivyo. Yaani kama vile maandiko ambayo nimesema, watu watakuwa wanaenda kwa biashara zao, watu watakuwa wako kazini, lakini kile kitu kitashtusha hivi, watu kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Mmechoka? Mko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yaani itakuwa ni watu tu wanapotea. Sasa wale ambao wataachwa ni wale walikuwa vuguvugu kanisani. Yuko kwa Yesu huku, yuko kwa uganga huku, yuko kwa Yesu huku, yuko mchawi huku, yuko kwa Yesu, yuko mzini. Sasa mambo haya yote ambayo yanatajwa na Wagalatia, kama bado uko nao, wewe ndiwe utaachwa. Ombi langu ya kwamba usiachwe leo. Uko vile huko, inapofika wakati utalia, utakuja kanisani, yule ambao utamkuta labda utaona ndugu fulani hayuko, ameenda. Kama kuna mtu analala katika ujumbe huu, mwamshi. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kule kunyakuliwa ni kufumba na kufumua. Yaani inakaa kama sumaku inapofikia ile mwingine na imeenda hivyo ndio kutakuwa. Sema amina. Itakushangaza kabisa hiki. Wale ambao walikufa wote katika Bwana, hao ndio wataanza kufufuka na watavaa miili mingine. Wakivaa miili mingine wataruka juu angani. Sema amina. Ninaona mkutano mkubwa kuanzia Adamu na kuendelea mpaka leo. Walioamini watakuwa juu angani, lakini wenye dhambi hawawezi kuwaona, ni watakatifu pekee yake ndio wataona. Yaani huu ni mkutano mkubwa, wote wako na miili mingine, na tukiwaona namna hiyo, sisi ambao tuko hapa ulimwenguni labda tutakuwa hatujakufa, basi nasi tunabadilishwa. Miili hii tunaiangusha, tunavaa miili mingine, tunaruka nao, tunaenda. Sema amina. Sasa sengine natoa mfano huu. Kunyakuliwa itakuwa ni hali ya hatari. Fikiria ya kwamba hii ni ndege, na yule ambaye anapeleka ndege ameokoka, ghafla ananyakuliwa. Ile ndege inaenda wapi? Tuongee. Ile ndege inaenda wapi? Fikiria unyakuzi umekuwa na ile basi vile jamaa wanapeleka. Jamaa wanapeleka wale mabasi, lakini kumbe yule dereva ameokoka, amenyakuliwa. Hiyo basi iko wapi? Ameongea vizuri. Yaani dunia itakuwa ni kilio. Hakuna kucheka. Yaani itakuwa ni kilio. Dunia mzima inapeleka bodaboda kule, wale wabiria wote wameokoka. Unakuta bodaboda anaenda mwenyewe, wale wawili wameenda. Hii sinano litakuwa ni kali sana hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nani treni linabeba watu wangapi? Alafu dereva awe ameokoka, amenyakuliwa, inaenda wapi? Sasa haya mambo yote ndio itakosa majibu ya wanadamu ambao watakuwa wamebaki duniani. Na si ukisema panua akili uone kabisa, si Kenya, dunia mzima, mataifa wanahangaika. Hawa wanaangalia watu wao, hawa wanaangalia watu wao, hawaoni watu wote ulimwenguni ambao wameokoka, wote wameenda. Sema amina. Ofisini, haijalishi unafanya wapi, haijalishi unafanya wapi, kwa ofisi yako wengine wananyakuliwa tu. Sema amina. Sasa hali hii, dunia itakosa jawabu. Hebu nipate kwa makini. Dunia itakosa jawabu. Dunia itakosa jawabu. Na huyu mpinga Kristo sasa ndio ataweza kuinuka. Atasema kuwe na amani. Mmepata hivyo? Hiyo mpinga Kristo ndo atasimama sasa. Yaani dunia yote inahangaika. Marais wote wanahangaika. Wafalme wote wanahangaika. Mpinga Kristo
watasema kuwe na amani, kuwe na amani. Na ukisoma hiyo Ufunuo 6 utakuta mtu amepanda farasi mweupe lakini ameshikilia uta. Yaani atajifanya ni mwana wa amani lakini ndiye ataua watu. Sema amina. Sema amina. Baadaye kidogo, hiyo miaka 3.5 ya kwanza, ndio kutakuwa na mambo haya ya watu wote kubandikwa namba, watu wote kubandikwa namba. Hata ukikimbia wapi, wewe hauwezi kushindikana, watakutoa tu. Hata ujifiche milimani, huko darubini zao zitawafuata. Hao watakuwa wanashikilia hii yote, mitandao yote watashikilia, watakuchunga uko wapi. Sema amen. Sema amen. Na ngoja niwaambie, jeshi yote ya ulimwengu, lakini wale ambao wameokoka tayari watakuwa wameenda. Wale wanajeshi ambao hawajaokoka watakuwa na namba, na hao watajumulishwa kwa wale watu wa kupiga watu vibaya. Anakuja kwako anakwambia, ni kweli wewe, na hawana haja kuambiwa, maana tayari wamevaa roho. Yeye mpika Kristo, anakuambia wewe ulikuwa umeokoka. Hawakujui lakini wanajua. Ulikuwa unasemaje sasa? Utamkana huyu Yesu ama unaiona hii picha? Hii picha ndio ya miungu wetu. Unasemaje? Mimi siwezi kabisa. Huwezi kabisa. Sikio moja linaenda. Sema tutarudi tena. Kidogo wako pale. Unasemaje sasa? Utamkiri huyu Yesu wenu ama mimi naona nashikilia. Mkono mmoja unaenda. Kumbuka ya kwamba hakuna hospitali bila nini? Namba. So kama ni mabuu yatakuwa yanaanguka kwa nini? Ni dhiki. Yaani itakuwa ni dhiki. Unachechemea, mkono umeenda, uende hospitali ili utatibiwa. Utakuwa una namba. Mabuu yanaanguka. Paka kama utakufa pale kwa sababu umemkiri Yesu, hapo ndipo utaenda ulala na Yesu. Sema amen. Sema amen. Wengine wanatobolewa mili yao na mikuki. Wanakuuliza utaabudu hii, huyu utamwabudu? Siwezi, kichwa imeenda. Yaani itakuwa ni dhiki. Na Mungu atatusaidia, siku moja tutaongea kuhusu dhiki peke yake. Uone zile baragumu sawa, uone vile vitasa sawa, uone ile mihuri, hiyo mapigo ambayo itapigwa hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tunaishi mwisho kabisa. Sasa kwa sababu ya wakati, lile jambo ambalo la muhimu ni kunyakuliwa. Muulize jirani yako, je, uko tayari? Na hii wewe unamuuliza ni kama unacheka. Hii kitu ni kali. Posa kama nahubiri mikutano wa crusade, naambia watu kama watu wakoka, tunanao mikono. Ezekiel akaambiwa nena. Pia Yeremia mahali anasema ongea, hawatakusikia lakini ongea. Ezekiel anasema nikupatia kuwa mlinzi. Ongea, na kama utaongea damu yao utadaiwa. Sisi tuongea hapa redeemed. Kama watu watashikilia, washikilie ya kwamba cha ajabu ni kwamba Yesu anaweza kukawia kidogo, si ndio? Lakini kifo nayo na ukaenda kesho. Kama haya mambo mawili ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kusajili na mwambie shikilia Yesu wewe. Yes. Mwangalie vizuri, mwambie shikilia Yesu. Yes. Sasa cha kushangaza ni hiki, ya kwamba wanadamu, ya kwamba wanaponyakuliwa kuna wengine watakuwa wamebaki. Sasa ukibaki utakuwa mgeni wa nani? Rafiki, utaenda kwa nani? Hii ndio inanipatia kila wakati namwambia Mungu, kila macho umeweka ndani yangu kifikie kila mahali kabla ya mambo haya yote kutukia. Sema amina. Sema amina. Watu wasikie injili hii ya kwamba Yesu anarudi tena, mwana wa Adamu anarudi tena. Sasa angalia maisha yako, kwa sababu wakati tunamalizia. Angalia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na cha ajabu kile ambacho kitafanya Wakristo wengi kuachwa ni kupenda dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi wataachwa kwa sababu ya kupenda dunia. Watu wanapenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Watu hawapendi tena ibada. Ibada mtu anakuja kwa wakati ambao yeye mwenyewe anataka. Nimekuja nikwambia ya kwamba kuna wakati utatamani hata kuchelewa, lakini itakuwa tena huwezi chelewa. Sema amen. Wewe ndiwe ulikuwa wa mwisho, utakuwa wa kwanza, lakini tofauti ni kwamba kanisa limeenda. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanachelewa kanisani kwa sababu ya kujipamba. Mpendwa, mpinga Kristo anapochukua nafasi kama kujipamba kote hakutakuweko. Ni wakati gani utaenda kwa screen, utaenda kwa kioo ujipambe, huku ukiwa dunia inahangaika namna hii? Hata ikoenda kazini kutakoma, hata biashara zote zitakoma, yani itakuwa, yani dunia imeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yatakayofanya wengi kuachwa. Pia jambo la pili, Ukristo wa vuguvugu ambayo tumeiongea, inapatikana Ufunuo 3:14. Ukristo wa vuguvugu. Jambo lingine la tatu ambayo itafanya Wakristo wengi kuachwa ni Ukristo wa kuchanganya na viambatanishi. Ukristo na kuchanganya na viambatanishi. Yaani wewe ni Mkristo lakini unaamini maji, vitamara na hizo takataka nyingine. Nakwambia utaachwa. Maandiko imeagiza tu tumwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo litafanya watu wengi kuachwa ni masumbufu ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inapatikana Luka 21 mstari wa 34 mpaka 35. Masumbufu ya maisha. Wengine hawaendi ibada kwa sababu ya masumbufu. Masumbufu ya maisha. Nitakula nini? Nitakunywa nini? Nitaenda kanisani bila, hata sina rinda nzuri. Yani mimi nimeshikana, yani kwa sababu sijui biashara nini. Yote hayo naweza yataja na kumwambia pastor. Na pastor ni mwanadamu, atasema sawa, lakini siku inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kama bado uko mzima na afya, tumikie Mungu. Masumbufu ya maisha yasikutoe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, hilo ni la 5 naamini, Ukristo wa kutojali, inapatikana katika Waebrania 2. Kutojali. Leo hii Wakristo wengi hawajali ibada, hawajali kumtolea Mungu, wanatoa chochote ambacho kiko. Wengine tu wanaweza ongea chochote, kutojali. Yaani huku kutojali huku kutafanya wengi kuachwa. Sema amina. Haleluya. Jambo lingine ambalo ni la 6 ambalo utafanya wengi kuachwa ni Ukristo wa mwilini. Ukristo wa mwilini. Sema amina. Ukristo, bado wewe ni Mkristo lakini wewe uko mwilini. Ukristo wa mwilini. Yaani Ukristo wa mwilini inamaanisha hivi, matendo yote ya mwili mnayafanya na bado uko kanisa. Yote ya mwili. Yote. Kijana uko kanisani lakini uko na boyfriend. Ngoja nikwambie wewe kijana, hebu niangalie vijana. Nyinyi vijana mchunge, hii ni nyakati za mwisho. Kanisani hatuna girlfriend wala boyfriend. Kanisani ikifika wakati wa kuoa tuna mchumba. Wana mseme nini sasa? Haleluya. Ati tena wazazi hapo mkaze, kama mtu anakwambia kabisa umechelewa, nimechelewa kwa boyfriend yako. Boyfriend. Yaani mzazi. Yaani anakuelezea
kabisa, yani imeenda kabisa, yani imevuka mipaka. Yani mzazi, umechelewa wapi? Nilikuwa na girlfriend yako. Mzazi anasema, basi siku moja umulete. Zamani nilikuwa unachukua fimbo chapa yeye. Kama una zile sheria za serikali. Hata serikali bila kumwamini Mungu itahukumiwa. Mithali anasema nini? Piga mtoto, chapa mtoto. Sema amina. Sema amina. Yani vijana wamekuwa haioi tu. Mtu anaenda kanisani, anakaa na vaa vile anataka. Na hiyo imeenda mpaka kwa wamama na wasichana kanisani. Mtu anaweza vaa tu. Yani mama mzima anavaa miniskirt. Yani inamaanisha aje? Hata ukipita pale inamaanisha wewe ni wa wale wale. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie umesikia hiyo? Ndio shida kanisani, watu wanasikia na unaacha hapa. Miniskirt yani kwa nini? Yani kitambara yako mzima pale kwa fundo na weka miniskirt, haujawahi okoka. Haujawahi okoka. Maandiko yanasema vaa mavazi ya kujisitiri. Nani alikwambia ukivaa vazi ya kujisitiri msichana hautaolewa? Utaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta kabisa ni kamevaa. Nenda wapi? Nenda kanisani. Nenda kanisani na miniskirt. Bwana Yesu asifiwe. Wengine kule duniani walitoboa mashimo ya nani? Ya masikio. Kama imeanza huku imefika huku, vipuli kama 50. Na wewe ambao hapa kanisani msichana na mama unatoboa 50. Sasa wewe tutajua wewe ni malaya kama ni kutoka kanisani. Sema amina haraka sasa. Yani dunia inaharibika kabisa. Yani ulimwengu. Yani badala sisi tupindue ulimwengu, sisi ndio tumefanya nini? Kupinduliwa. Tuongee sasa, simhubiri na mimi. Ya kwamba badala ya kupindua ulimwengu, sisi ndio tumefanya nini? Kupinduliwa. Sasa umeweka hapo mpaka hivi. Alafu cha ajabu. Ameweka vingapi? 50. Si ndio? Haya. Wacha nikuonyeshe kitu kingine. Hizi kope Mungu ameweka, sisi zinatosha. Sema amina sasa. Hizi kope sisi zinatosha. Wewe unapandika mingine yako kama miwepo ya magari. Amen. Yani haujawahi okoka, yani kwa kweli haujawahi. Sema amina. Huko vipuri ni vingapi? 50. Hii kope nayo imefika wapi? Na hapo amevaa wapi? Na viatu viko hivi. Alafu hawe ndio anatuimbisha na kapenda mfukuza mapema na mtaongea mimi nitamfukuza. Yaani saa hiyo hiyo. Nakwambia dada. Je, nakubembeleza. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa wavulana wako navaa yani watu yani siku hizi watu wameharibika kabisa. Na wengi kwanza ni wale wahudumu wa madhabahu. Na nikisema hivyo namaanisha hapa na makanisa ya Pentecost. Yani ameweka nini? Dread. Si ndio? Ameweka na mkufu. Si ndio? Suruali iko hapa. Alafu hata ni mpigaji wa kitu yuko hapa. Sasa nakwambia yeye hajawahi okoka. Na hii hapa hatutaruhusu. Kama una nia hiyo kaa huko kando kabisa. Siwahi kanyaga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapigia nani sasa? Piga gita na huko kabisa manywele ya mkende tunafanya kusifanya limbuku hilo la kuokoka. Nakwambia tunakusi. Yaani ni moja kwa moja nje. Pelesi vitu kama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie umeokoka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliwe. Saidie. Yaani dunia imevurugika kabisa. Huwezi tofautisha huyu ni mwokovu. Yule Petro alipojificha anaona kile kijakazi. Wewe nawe ni mfarisayo. Wewe ulikuwa na Yesu. Sema mimi lakini hapana, hata huyu naye alikuwa na Yesu. Kwa sababu gani?
mienendo yake. Haya, wewe ukiwa pale chini kule kwa stage ya wale watu wengine, je, wanakujua umeokoka ama wewe ndio unashinda unaangaliwa? Unajua kuangaliwa wewe? Kuona ni kitu kingine. Kuona ni kufanya nini? Hata mimi sinao. Kuangalia. Wewe umeokoka lakini vile umevaa unashinda watu hata wao hivi. Kwa sababu wale hawajaokoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo wa mwilini ufe katika jina la Yesu. Sema amina. Mambo ya mwili lazima yafe. Maandiko yanasema, Paulo anasema nimeusulubisha mwili wangu na natembea na chapa za Yesu Kristo. Sema amina. Anasema ninatembea nikiwa nina chapa za Yesu Kristo. Wapendwa RGC, ili tuwe tofauti na wengine, lazima tuinue viwango vya kila aina. Sema amina. Haleluya. Wapendwa, wengi hakuna hii hawakelewi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani praise and worship inaweza fanya chochote kile. Inakuja pale, yani nyimbo yoyote inaimbwa, nyingine hata wanakosea wanaimba zile za kule duniani. Alafu wana msemo niliwafukuza hata hapa wengine. Wanasema kuna rege ya Yesu na lingala ya Yesu. Sasa tupige kirege. Nikwambia ni mlango ndio. Kuna rege ya Yesu. Sema amina. Rege ya Yesu. Rege ya Yesu. Unajua rege, utakwambia rege huyu ni mfalme wa Ethiopia. Sema amina. Yeye ndiye aliweka, ndiye alikuwa na dini ya rege. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alikuwa ni agent wa rege. Sasa hiyo ndio ile Bob Marley na yule mwingine wa kule South Africa wakachukua, hao walikuwa wainjilisti wa rege. Sasa ukisema rege tupige kanisani, wewe mpagani. Sema amina. Acha nini, wengine wanasema hata tutapiga hiyo wanaita bongo flame. Nakwambia kutoka na mlango wote utakuwa na rege. Hauwezi kufanya kitu namna hiyo. Hauwezi kufanya kitu namna hiyo. Lazima kanisa lirudi kwenye msingi. Amen. Mnaniunga mkono ama mnataka wale mayonyo yawe hapo? Mnaniunga mkono? Sema amina. Tunahitaji kuimba vitu vishuke. Yaani watu waponywe kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Si kuimba kwa sababu ibada iishe. Hapana. Sema amina. Sema amina. Na kingine tunamalizia sasa ya kwamba kile ambacho kitafanya wengi kuachwa ni kutoachilia. Luka 6:39. Wengi wapendwa wataachwa kwa sababu ya kutosamehe. Na tayari baba amehubiri hapa, ameelezea hiyo ya kwamba kuna mtu alikuwa hajaachilia na alienda jehanamu. Kwa hivyo wapendwa, kama kuna kitu yani unasema hii nimeshikilia, hapana, achilia leo. Bwana Yesu asifiwe. Achilia, samehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili tumalizie tuende vizuri, ni kwamba mambo yote haya tumeongea kuhusu kumungoja Yesu, vyote ambavyo nimeongea hatutaweza wenyewe pasipo Roho Mtakatifu. Hatutaweza wenyewe pasipo nini? Roho Mtakatifu. Tusome 1 Samuel ili tumalizie. 1 Samuel wa kwanza 10:6. Kwanza 10:6. Naomba tuwe hapo, ni mstari ambao ni wa kumalizia, ni wa muhimu sana ukaweze kunote. Inasema hivi: na Roho ya Bwana itakujia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa. Kama ni Biblia yako underline hiyo neno, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Sauli. Wakati ameenda kwa Samueli, amewekwa wakfu kuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Maandiko matakatifu yanasema Samueli akamwambia, kadri vile ambavyo utaenda
utaona vikundi vitatu, na wengine pia watakuwa wanatabiri. Sema amina. Watakuwa wanatabiri, lakini wakiwa wanatabiri, roho ya Bwana. Zamani Agano la Kale walikuwa wasemi roho wa Bwana, walikuwa wanasema roho ya Bwana. Sema amina. Roho ya Bwana itakujia kwa nguvu, nawe utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na Sauli huyu kabisa, Mbenjamini huyu, yani kabisa Mbenjamini ni kwa kujatoka mfalme miaka yote, lakini kutoka kwa Benjamin akatoka huyu mtu ambaye alikuwa ni mrefu sana. Sema amen. Sauli huyu kijana mrefu sana, mfalme huyu akabadilishwa, roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu na akabadilishwa na akawa kitu kingine. Nasi mchana wa leo tumwambie Bwana akaweze kutubadilisha tuwe watu wengine, ya kwamba unyakuzi unaweza fanyika wakati wowote, lakini kwa nguvu zetu hatutaweza. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Ndiposa Yesu akasema kaeni chumba cha juu hadi mvikwe nguvu. Mnapovikwa nguvu ndivyo mtaweza kukabiliana na ulimwengu. Sema amen. Haleluya. Simama kwa miguu yako.